الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول ربنا جل في علاه وعظم في عالي سماه الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج الآية anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii tukufu الحج أشهر معلومات hija ni miezi maalumu inayojulikana inayofahamika mwezi wake ni mwezi wa Shawwal mwezi wake ni mwezi wa Dhulqa'dah huu tuliokuwa nao na siku 10 za mwezi wa Dhulhijja kwa maana anao uwezo mtu akaenda haji katika mwezi wa Shawwal akafanya tamattu na akasubiri baada ya umra yake mpaka zikafika siku za haji anaweza mtu akaenda Makkah katika mwezi huu wa Dhulqa'dah au Dhulqa'dah akafanya umra yake akiwa anataka ahiji aina ya tamattu kisha akabaki katika viunga vya Makkah akisubiri yaumu tarwiyah tarehe 8 ya mwezi wa Dhulhijja akafanya ibada yake ya haji hija ina miezi maalum Shawwal Dhulqa'dah au Dhulqa'dah na Dhulhijja hivi wamesema ahlul ilm ayuha nasu ibadallah ibada ya haji ilitokamana na maandalizi aliyoyaandaa Allah kumuandaa mja wake kipenzi chake Ibrahimul Khalil akamtoa Sham yeye na mkewe mama yake Ismail Hajar mpaka katika maeneo ya msikiti mtukufu wa Makka akamwachia kidebe cha tende na sehemu ya maji Hajar na mwanawe Ismail ambaye ni mtoto mchanga akawaacha hapo kisha wala
akageuka anaondoka anarudi zake Sham. Hajar akawa anamfuata Ibrahim, anamwambia ya Ibrahim, ila man tatrukuna, Ibrahim unatuachia nani fi hadha alwadi, katika bonde hili ambalo halina mti, halina nyumba wala halina mtu. Ibrahimu hamtazami Hajar, huruma ya mume kwa mkewe, huruma ya mume kwa mwanawe, mpaka ikafikia Hajar alayha salam anamuuliza Ibrahim, Allahu amaraka bihadha, Allah ndiye aliyekuamrisha haya? Akasema naam. Kwenye riwaya fa ashara bi ra'sihi an na'am, akaashiria kwa kichwa chake kwamba ndiyo. Akaondoka. Hajar akasema idhan lan yudayyana, kama ni yeye amekuamuru hili hatotupoteza, hatotutupa. Akarejea, yakampata yaliyompata Hajar na mwanawe Ismail. Kufika mbele kule Ibrahim aligeuka, kisha akaomba dua, akasema rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baytika almuharram rabbana liqimu as-salah faj'al af'idatan min an-nas tahwi ilayhim warzuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. akaondoka Sham Ibrahim al-Khalil alayhi salatu wassalam. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala akalitaja hili jambo katika Qur'an, akasema wa idh bawwa'na li Ibrahima makana al-bayt alla tushrik bi shay'a wa tahhir baytiya lit-ta'ifin wal-qa'imin war-ruk'i as-sujud wa adhin fi an-nas bil-hajj ya'tuka rijala wa 'ala kulli damir ya'tina min kulli fajjin 'amiq liyashhadu manafi'a lahum ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. أنا سمى سبحانه وإذ بوأنا لإبراهيم، كمبوك أيها محمد، إذ بوأنا لإبراهيم أي هيأناه له وأنزلناه إياه مكان البيت. tulipomwandalia Ibrahim sehemu ya kujenga nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, tukamfikisha mahala pale Ibrahim al-Khalil, tukamwambia alla tushrik bi shay'a, katika hali ya kutekeleza jukumu la kuijenga nyumba ya Allah, Ibrahim, usinishirikishe Mola wako na chochote kile. Fanya kwa ajili yangu Ibrahim, alla tushrik bi shay'a. Akamuamuru akamwambia watahhir baiti lit-ta'ifin wal-qa'imin war-ruk'i as-sujud, na itaharishe Ibrahim nyumba yangu Baitullahi al-Haram, itaharishe kwa ajili ya watakaokuja kufanya tawaf.
walqaimin, na wale ambao watakuja kukaa mahala hapa kwa lengo la kutekeleza ibada, kwa lengo la kusoma ilmu, kwa lengo la kuisomesha ilmu, kama walivyosema wafasiri wa Qur'an. Waruk'i sujud, itaharisha hii nyumba liruk'i sujud ay lilmusallin, wa ajili ya wasaliji. Waadhin fi nnasi bilhajj, kisha tangaza Ibrahim, watangazie watu hija. Simama utangaze, waambie Allah amekuamrisheni muje muhiji katika nyumba yake tukufu. Akasema Ibrahim al-Khalil, sauti yangu hii itawafikia kina nani ya rabbal alamin? Allah akamwambia tangaza, ufikishaji tuachie sisi, wa alaina albalagh. tangaza Ibrahim, adhin fi nnasi bilhajj yaatuka rijala, watakujia wakiwa wanatembea kwa miguu yao. Rijala ay jam'u rajil. Wa ala kulli damir, watakujia wakiwa wamepanda ngamia. Damir, naqatun damir hiya allati taqta'u almahamiha walmafawiza wa tuwasilu as-sayr. Naam, ngamia ambaye ametembea mwendo mrefu mpaka amekonda anaitwa damir. Wa ala kulli damir yaatina min kulli fajjin amiq, watatujia hao min kulli fajjin amiq, kutoka maeneo ya mbali kabisa. Ay min baladin ba'id. Akasema tena subhana, inna awwala baytin wudi'a lin-nas lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin fihi ayatun bayyinat maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Hakika nyumba ya kwanza walioekewa watu, wudi'a lin-nas ay liibadati llah, walioekewa watu kwa lengo la kumwabudu Allah katika ardhi hii, nyumba ya kwanza ya ibada. Lalladhi bi Bakkata mubaraka, ni ile iliyo katika ardhi ya Bakka, iliyo katika ardhi ya Bakka. Bakka ni Makka. Makka ina majina hayapungui 10. Katika hayo ni Bakka, katika hayo ni Makka, katika hayo ni albalda na mengineyo walioyataja ahlul ilm. Na imeitwa Bakka wanasema liannaha tabukku a'naqa adh-dhalamati waljababira, huvunja shingo za watu majabari, wakifika pale wanakuwa watiifu. Kwa hiyo imeitwa Bakka kwa kuwa tabukku a'naqa adh-dhalama waljababira. Alladhi bi Bakkata mubaraka, ni ile nyumba ambayo ipo katika ardhi ya Makka. Mubaraka, nyumba iliyojaa baraka tele. Naam, imejaa baraka tele, ina khairi nyingi, ina manfaa kwa watu, manfaa ya kidunia na manfaa ya kiakhira. Manfaa ya kiakhira, husamehewa madhambi yao. Manfaa ya kiakhira, hupata lukuki ya thawabu. Salatun fil masjidil haram, sala moja katika msikiti mtukufu wa Makka ni sala 100,000 salatin fima siwa, ni sala 100,000 katika misikiti mingine. Kharajahu Abu Abdullah ibn Majah al-Qazwini wa sahahahu al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi. Msikiti una baraka, una manfaa mubaraka, fihi manafi'u lin-nas. lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin fihi ayatun, ndani yake msikiti huo kuna aya, ay kuna alama, bayinatun ay dhahirat, kuna alama za wazi wazi juu ya utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Minha, miongoni mwazo, maqamu Ibrahim, miongoni mwa alama zilizopo katika msikiti huo ni masimamio aliyosimamia Ibrahim al-Khalil
athari ya unyayo wake katika jiwe. Ma'a tatawuli zaman, mbali na kurefuka kwa wakati, lakini bado mpaka leo athari ya unyayo wake Ibrahim al-Khalil unaonekana katika lile jiwe. Maqamu Ibrahim ni katika aya za Allah katika nyumba hii. Waman dakhalahu kana amina, na yeyote ambaye ataingia katika nyumba hii yupo kwenye amani, yupo kwenye amani. Yazulu anhu alkhawf, inamuondoka hofu, unamuondoka woga, humiminikiwa na baraka tele, humiminikiwa na rehema tele kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wala hapatwi na maudhi kama walivyosema ahlul ilm. Walillahi ala nnas, na anayo Allah faradhi ya lazima juu ya watu, hijjul bait, ya wao kwenda kuhiji katika nyumba ya Allah. Man istataa ilayhi sabila, kwa yule ambaye atakuwa na uwezo wa kufika huko. Anayo Allah juu ya watu faradhi ya lazima. Naam, alhajj marra fi al-umr, hija ni mara moja katika umri wa mtu, ikizidi juu ya hapo ni sunna. Faman zada fahuwa tatawwu, haya amesema Rasul alayhi salatu wassalam. Na faradhi hii kwa mwenye uwezo, wanasema ahlul ilmi, wajib ala al-fawr, wajib ala al-fawr, ni wajib ambao watakikana utekeleze kwa haraka, kwa sababu hujui yaliyopo mbele yako, hujui yatakayokuja kusibu mbele yako. Leo una uwezo, una siha, una al-afia, una mali, una istitaa ya safari, una istitaa ya zad, una istitaa. Naam, kama ni mwanamke ana istitaa kadhalika ya mahram wake, anaye baba yake, anaye mwanawe, anaye mumewe, na ana mali, ana siha wala afia, haraka atakiwa akahiji haraka. Wajibu huu sio wajibu ambao unapewa khiari usubirie kwa ambacho hujui mbele yako utakuja kumbwa na nini. Wako waislamu wamefunguliwa na Allah katika mali, wamefunguliwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika vipawa, wanaonekana wakienda nchi kadha wa kadha ulimwenguni, lakini naam, wanashindwa kwenda kutekeleza faradhi waliofaradhishiwa katika umri mzima mara moja. Wako katika waislamu hao watu imma ni ubakhili au kujirefushia muda au kushawishiwa na shaitan mpaka waje wapitwe na hii kheri, waingie kwenye lawama. Waman kafara fa inna Allaha ghaniyun 'anil alamin, na atakayepinga wajibu wa haji huyo ni kafir, na Allah subhanahu wa ta'ala mkwasi, hawahitaji walimwengu. Ukihiji, umehiji kwa ajili ya nafsi yako, manfaa yake yarejea kwako. Hapati Allah maslahi yoyote katika hija yako, hapati Allah maslahi yoyote katika hija yako. Masalih yanarejea kwako. Na wale wanyama ambao wanawachinja mahujaji tarehe 10 yaumun nahar, pia nyama hazimfikii Allah wala damu. Akasema subhana, lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum, hazimfiki Allah nyama za wale wanyama wanaochinjwa katika ibada ya haji, wala damu za wale wanyama wanaochinjwa katika ibada ya haji. Ambalo hufika kwake yeye subhana ni ilhali ya uchamungu wako, na inafika kwake haimsaidii, anakuwekea, anakutunzia. Innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Ayuha nnasu ibadallah, wamche Allah waliofunguliwa na Allah katika mali, wamche Allah subhanahu wa ta'ala, wafanye haraka waende kutekeleza faridha hii ya haji, kwa kuwa wana dhima juu ya migongo yao. Kwa sababu wamesema baadhi ahlul ilm,
aliyekuwa na uwezo wa kwenda alafu asiende mpaka akafa. Baadhi ya ahlul ilm hawaruhusu eti aende kuhijiwa, zitolewe sehemu ya mali zake akahijiwe. Baadhi ya ahlul ilm wamekataa jambo hilo. Alikuwa na uwezo, mbona alikuwa anakwenda Uchina? Mbona alikuwa anakwenda Uturuki? Mbona alikuwa anakwenda sehemu fulani na mahala fulani? Kwa nini hapa? Kwa nini hapa? Kwa nini afikiriwe baada ya kufa kwake? Wakasema kama ambavyo haifai kumswalia sala alizoziacha akiwa hai, haifai kumhijia. Haya yamesemwa na baadhi yao, na baadhi wakasema hili ni deni la Allah, wa dainu Allahi ahaqqu an yuqda, ni deni la Allah, na deni la Allah lina haki zaidi kukidhiwa. Sasa kwa nini utoe fursa wakhtalifiane juu yako ahlul ilm, juu ya kwamba yafaa au haifai? Limadha? Walhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Wewe ambao umefunguliwa na Allah milango ya mali, huenda ungelikuwa fakiri, ungelitamani ukapata mali mithili ya mali ya fulani ukaenda kufanya haji. Mfano wako ni mfano wa Ibn Jamil katika hadithi aliyopokea al-Imam al-Bukhari na Muslim kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu. Anasema ba'atha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam Umara ala as-sadaqa faqila mana Ibn Jamil wa Khalid ibn al-Walid wal Abbas radhiyallahu anhum ammu Rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Alimtuma Umar kwa ajili ya kukusanya zaka. Ikasemwa kuambiwa Rasul alayhi salatu wassalam, mana Ibn Jamil, amegoma kutoa zaka Ibn Jamil, na amegoma kutoa zaka Khalid ibn al-Walid na Abbas ami yake mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Akasema mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, ma yanqim ibn Jamil illa annahu kana faqiran fa aghnahu Allah, wa amma Khalid fa innakum tadhlimuna Khalida wa qad ihtabasa adra'ahu wa awtadahu fi sabilillah, wa amma al-Abbas fa hiya alayya wa mithluha. ama alimta ya Umar anna amma ar-rajuli sinu abih. Akasema Rasul alayhi salatu wassalam, ma yanqim ibn Jamil illa annahu kana faqiran fa aghnahu Allah. Hakuna ambacho kimempelekea Ibn Jamil kugoma kutoa zaka isipokuwa huenda sababu ni ihsani ya Allah kwake yeye, kwamba alikuwa fakiri, Allah akamtajirisha. Hilo ndiyo kosa, katajirishwa na Allah, lakini alikuwa ni fakiri huyu. Na huenda wewe ambaye unagoma kutekeleza faradhi ya haji kwa ubakhili, huna sababu zaidi ya ubakhili, huna sababu zaidi ya kuchezewa na shaitani na kuambiwa na shaitani, ukipunguza milioni zako 17, 16 na ushe, umepunguza sehemu ya mtaji wako. Anakukhofisha. Ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil-fahsha. Shetani anakuahidini ufakiri, kwamba ukitoa utapungukiwa, kwamba ukitoa utafakirika, na anakuamrisheni mabaya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala, unapotoa mali yako, unapotoa pesa yako, unapotoa kipawa ambacho yeye ndiye aliyekupa, ukakiweka katika njia yake, anakuahidi msamaha na anakuahidi ziada. Unfiq alayk, toa katika mali itakupa. Haya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha nasu ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala anawaambia wenye ubakhili katika mali,
wakashindwa kutekeleza majukumu yao ya kisharia. Wala yahsabanna alladhina yabkhalun, na wala wasije wakadhani wale ambao wanafanya ubakhili katika vile walivyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, bima atahum Allah min fadlihi huwa khairan lahum, kama kufanya hivyo ni bora kwao, bal huwa sharrun lahum, bali hiyo kwao ni shari. Sayutawaquna ma bakhilu bihi yawm alqiyamah, hizo mali ambazo walizifanyia ubakhili wakashindwa kuyaendea maamrisho ya Allah, naam, zitakuja kugeuzwa kuwa ni kongwa, wafungwe katika mashingo yao. Kongwa mithili ya mapingu, wafungwe katika mashingo yao. Sayutawaquna ma bakhilu bihi yawm alqiyamah, na hiyo mali itarejea kwa Allah. Walillahi mirathu samawati wal ardh, na mirathi ya kurithi ardhini na kurithi mbinguni, Allah ndiye anayerithi. Mali itarejea kwake subhana, naam, mali itarejea kwake subhana, na atawapa wengine subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana imekuja hadith aliyopokea al-Imam al-Bukhari na akaipokea al-Imam Muslim kutoka kwa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kwamba alikuja bwana mmoja wa kisahaba akamuuliza Rasul alayhi salatu wassalam, ayu sadaqati a'zamu ajra, sadaka gani ya Rasul Allah ujira wake ni mkubwa sana? Akasema, anta saddaqa wa anta sahih shahih ta'mulu al-ghina wa takhsha al-faqra wa la tumhil hatta idha balagat al-hulqum qulta li fulanin kadha wa li fulanin kadha wa qad kana li fulan. Sadaka yenye ujira mkubwa ni wewe utoe ukiwa mzima. Anta saddaqa wa anta sahih, toa ukiwa mzima wa afya. Shahih, una uchu wa mali, una uchu wa mali, unahitaji ongezeko la mali na ulizonazo zisitoke. Huu ndio wakati bora, huu ndio wakati sahihi. Watamani mali na unaogopa ufakiri, na wala usizembee mpaka roho ikawa inatolewa, imefika kwenye mishipa na mifupa ya kifua. Unaanza kusema kutoa wasia wa mali yako, fulani apewe hiki, fulani apewe hiki. Anasema Rasul alayhi salatu wassalam, wa qad kana li fulani, na imeshakuwa ni ya fulani, ishahamishwa ile milki ya mali kutoka kwako. Inaitwa mali yako ni tarika, alichokiacha marehemu, ambayo ni haki ya wafiwa, haki ya warithi, imeshahamishwa milkia. Usisubiri huko, usisubiri kuhijiwa. Hiji ukiwa sahihun shahih, ta'mulu al-ghina wa takhsha al-faqra. Ayuha an-nas ibadallah, zimekuja fadhila nyingi za haji. Ametaja Allah fadhila za haji, ametaja Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Ya lait ambao hawajakwenda haji wakayasikia haya, na ya lait waliokwenda haji wakayazingatia haya ili walinde hija zao. Amepokea Bukhari na Muslim hadithi Abu Huraira, man hajja hadha albayt falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yawmin waladatuhu ummuh, atakaye kuja kuhiji katika nyumba hii asiseme maneno machafu, falam yarfuth walam yafsuq, wala asitende matendo yasiyofaa, atarejea kwao akiwa msafi, hana doa, akiwa mpya kama ile siku aliyozaliwa na mama yake. Anarejea akiwa mpya, hana doa, kama ile siku aliyozaliwa na mama yake. Nani hana dhambi? Nani hajatenda dhambi? Nani hajamkosea Allah? Unamkosea Allah laila wa nahar, usiku na mchana. Umekuja duniani huna dhambi, la dhamba lak, lakini unaweza ukarejea kwa Allah. Wa dhunubu dunya kulluha ala dhahrik, madhambi yote ya dunia yako juu ya mgongo wako.
hii fursa adhima ya kufuta madhambi yako. Huo ni fahari. Akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi iliyopokea al-Imam al-Bukhari na Muslim kutoka kwa Abu Huraira, al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajju al-mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-janna. Umra na umra tena ni kafara ya madhambi yaliyojiri baina ya umra mbili hizo. Umra na umra ni kafara ya madhambi yaliyofanywa baina ya umra hizo. Wal hajju al mabrur, na hija iliyotakaswa na madhambi. Al mabrur wanasema min al birr wa huwa at-ta'a, ay alladhi la riya'a fihi wala sum'a ولم يخالطه إثم ولم يعقبه معصية، أي المقبول. ومن علامات القبول أن يرجع خيرا مما كان ولا يعاود المعاصي. حج المبرور haina malipo hija hii isipokuwa pepo. Haina malipo hija hii iliyotakaswa ikafanywa kwa mujibu wa maelekezo ya Rasuli aliyesema alayhi salatu wassalam, khudhu anni manasikakum, chukueni kutoka kwangu mafunzo ya ibada yenu. Hija hii haina malipo zaidi ya kuwa malipo yake ni pepo. Huoni hizi fadhila? Huzione hizi fadhila? Bali ametaja hadith al-Imam al-Bukhari kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, anasema su'ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ayu al-a'mali afdal, qala imanun billahi wa rasulih, qila thumma madha, qala jihadun fi sabilillah, qila thumma madha, qala hajjun mabrur. Aliulizwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, amali gani ni bora zaidi ya Rasulullah, zilizozidi amali nyingine? Akasema ni kumwamini Allah na mtume wake. Akaulizwa kisha nini? Akasema kupigana jihad katika njia ya Allah. Akaulizwa kisha nini? Akasema hajjun mabrur, hija iliyotakaswa, hija iliyotendwa katika hali ya taa, ni kafara ya madhambi. Amepokea hadith al-Imam Muslim kutoka kwa Amr ibn al-As radiyallahu anhu, anasema falamma ja'ala Allahu al-islam fi qalbi, alipoweka Allah uislamu katika moyo wangu nikaanza kupenda uislamu, nikamwendea Mtume sallallahu alayhi wasallam nikamwambia, ubsut yaminak fal ubayi'ak, kunjua mkono wako wa kulia nikupe kiapo cha utiifu, nataka kusilimu. Fabasata yaminahu, akakunjua Mtume sallallahu alayhi wasallam mkono wake wa kulia. Faqabadtu yadi, nikakunja mkono wangu. Akanambia, malaka ya Amr, una nini Amr? Nikamwambia, aradtu an ashtarit, nataka kuweka sharti ili nislimu. Akamwambia, tashtaritu bimadha, unataka kuweka sharti gani Amr? Akasema, an yughfara li, nisamehewe madhambi yangu. Angalia alivyosema Rasul alayhi salatu wasalam, ama alimta ya Amr anna al-islam yahdimu ma kana qablahu wa anna al-hijrata tahdimu ma kana qablaha wa anna al-hajja yahdimu ma kana qablahu. Hujapatapojua Amru kwamba Uislamu kwa anayesilimu, kule kusilimu kwake ni kafara ya madhambi yake yote aliyoyafanya hali ya ukafiri wake, na kwamba hijra, kuhama kutoka kwenye mji wa shirki kwenda kwenye mji wa tauhid, hijra hiyo kadhalik huvunja madhambi yaliyotendwa kabla yake, na kwamba hija, ewe Amru, inavunja madhambi yote kabla yake. Ayuha nnasu ibadallah, tutaka fadhila gani kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Na ndio maana limekuja himizo kwa mwenye uwezo
afuatilizishie umra baada ya umra, hija baada ya hija baada ya umra. Tabi'u baina al-hajj wal-umra, fuatilizisheni baina ya hija na umra. Ukihiji nenda umra, na umra nyingine nenda umra. Fa innahuma yanfiyani al-faqra wadh-dhunub kama yanfi al-kiru khabath al-hadid wadh-dhahab wal-fidda. Kwenda mara kwa mara umra, hilo huondosha ufakiri. Wewe unaogopa ufakiri kwa kutoa mali, kumbe kwenda umra mara kwa mara huondosha ufakiri na huondosha madhambi. Kama ambavyo kinu kinachotumiwa na fundi mhunzi, mfua vyuma, kinavyotoa uchafu kwenye chuma, kinavyotoa uchafu wa dhahabu, kinavyotoa uchafu wa fedha. Haya anasema Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam. Kisha akasema walaysa lilhajj almabrur thawabun illa aljanna, hija iliyotakaswa haina thawabu nyingine zaidi ya pepo. Haya maneno ya ngapi haya anasema Rasul alayhi salatu wasallam? Ndio maana Aisha, kama alipopokea al-Imam al-Bukhari, alimuuliza Rasul alayhi salatu wasallam, ya Rasul Allah, ala naghzu wa nujahidu ma'akum, kwa nini sisi wanawake tusiende kwenye vita tukashiriki jihadi pamoja nanyi? Akasemaje Rasul alayhi salatu wasalam? Akasema lakin afdalul jihad wa ahsanuhu alhajj, jihadi bora kabisa kwenu nyinyi, iliyo nzuri kabisa ni hija. Hajjun mabrur, akasema hivyo, ni hija iliyotakaswa. Akasema Aisha, fala ad'u alhajja, hivyo sikuacha hija, baada idh sami'tu hadha min rasulillah, baada ya mimi kulisikia hili kutoka kwa mtume wa Allah. Sikuwahi kuacha hija baada ya kulisikia hili kutoka kwa mtume wa Allah. Aisha ummul mu'minin, mama yetu radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha. Ayuha an-nas ibadallah, wafdullahi thalatha, wafdullahi thalatha, al-ghazi wal-hajj wal-mu'tamir. Misafara ya kikweli kweli inayoelekea kwa Mola wao ni mitatu. Msafara wa anayekwenda kupigana kwa ajili ya dini, jihad. Msafara kwa ajili ya anayekwenda kutekeleza ibada ya hija, na msafara wa anayekwenda kutekeleza ibada ya umra. Hawa watatu wameitwa wafdullah. Hadithi ya Abu Huraira aliyotaja al-Imam an-Nasa'i radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, rahmatullahi ta'ala alayhi. Fadhila za haji ni nyingi ayuha nas, na yaliyomo ndani yake kusimama Arafa, kutufu kwenye al-Kaaba, kwenda baina Safa wal Marwa. Ama kule kukimbia kwako baina ya Safa na Marwa, ka'itqi 70 raqaba, malipo yake ni sawa na kuacha huru watumwa 70. Kwenda matiti baina Safa na Marwa, naam, ni sawa na mtu aliyeacha huru watumwa 70. Kutufu wa amma tawafuka bilbait, ama kutufu kwako kwenye al-Kaaba, ka'itqi raqabatin min bani Ismail, malipo yake ni sawa na kumwacha huru mtoto katika watoto wa Nabii Ismail alayhi salam. Mtoto wa Ismail, unamfahamu Ismail? Ismail ndiye baba wa Waarabu. Ismail ndiye baba wa Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Ismail ni mtoto wa Ibrahim al-Khalil. Kumwacha huru mwanawe si sawa na kuacha huru watu wengine. Tawafu yako wa amma rak'atak, amma rakaa zako mbili utakazozisali baada ya tawaf, malipo yake ni sawa na kumwacha huru mtoto wa Ismail. Bali kunyanyua kwako mguu kuelekea haji, mguu wako hatua ya kwanza, hatua ya pili, mpaka unafika haji, zinadhibitiwa. Mamoja uko juu ya mnyama, mamoja uko juu ya ndege, mamoja umepanda kipandwa cha bahari,
hatua zako zinahesabiwa. Haya ameyasema Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Fa inna laka min al-ajri idha ammamta al-bayt al-atiq, anamwambia Ubada ibn Samit, utapata ujira pale ambapo unakwenda kuikusudia nyumba ya Allah kongwe kule Makkah. Alla tuqaddima alla tarfa qadama au tadaaha, ya kwamba hutonyanyua hatua, hutonyanyua mguu au kuweka chini mguu wewe wadabatuk, na mnyama wako, illa kutibat laka hasana, isipokuwa hatua hiyo ima ya mnyama au yako unaandikiwa jema. Wa rufi'at laka daraja, na unapandishwa daraja. Kuna hatua ngapi kutoka Tanzania mpaka Makkah? Kuna hatua ngapi kutoka hapa mpaka Makkah, mpaka kwenye Baitullah al-Atiq? Hadithi imepokea al-Imam at-Tabarani katika al-Mu'jam al-Awsat, na ameihasanisha al-Allama al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi. Tumalizie hadithi iliyopokea al-Imam Ibn Hibban na al-Imam al-Bazzar, na ameihasanisha al-Allama al-Albani. Hadithi Abdullah ibn Umar anamwambia, wa amma wuqufuka ashiyat Arafa, ama kusimama kwako mchana wa Arafa, kusimama kwako mchana wa Arafa, ewe Abdullah ibn Umar, fa inna Allah yahbitu ila as-sama'i ad-dunya, hakika Allah subhanahu wa ta'ala hushuka kuja kwenye mbingu ya dunia. Fayubahi bikumul malaika, anajifaharisha kupitia nyinyi kwa malaika wake. Wayaqul, kisha Allah anasema, ibadi, hawa ni waja wangu, hawa waliopo kwenye viunga vya Arafa, hawa ni waja wangu. Jauni shu'than ghubra min kulli fajjin amiq, wamenijia nywele zao ziko chakuchaku, wamenijia wamechafuka, wana mavumbi hawa, wametoka sehemu za mbali kabisa hawa. Yarjuna rahmati, wamenijia hapa wanataraji huruma zangu hawa, wanataka rehma zangu hawa. Falau kanat dhunubukum ka'adadi ramli, waja wangu, hata kama madhambi yenu yatakuwa ni mengi kwa kiwango cha idadi ya mchanga, au ka qatari al-matari, au kwa idadi ya matone ya mvua, au ka zabadi al-bahri, au madhambi yenu ni mengi yakashabihiana na mapovu ya baharini, la ghafartuha, mimi Mola wenu hapa mtayasamehe. Kisha anasema, afidhu ibadi maghfuran lakum, ondokeni hapa, tokeni katika viwanja hivi vya Arafa, enyi waja wangu, mkiwa mmesamehewa madhambi yenu. Afidhu ibadi maghfuran lakum, ondokeni waja wangu mmesamehewa. Waliman shafa'tum la, na wamesamehewa wote mliowaombea hapa. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Hizi ni fadhila za Allah. Allahu latifun biibadihi, Allah ana huruma na waja wake. Yuridu Allahu bikumul yusra, Allah anakutakia. Hii ni Wajawema Online TV. Hapa ni elimu tu.